Karibu katika sehemu ya 3. Mara ya mwisho tuliishia hapa wakati Detective Lamba amemnyoshea Twizzler bastola. Je, unajua ni nini kilitokea? Piga risasi asikii! Tunashambuliwa! Endelea mbele! Funga pengo, usirudi nyuma! Sasa, kabla sijaanza sehemu hii ya 3, hebu kwanza gusa alama ya like, kisha ni follow au subscribe, halafu niandikie kwenye comment kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay? Tuanze sasa. Detective Lamba alikuwa ameshika bastola yake kwa mikono miwili. Mwanga wa tochi kubwa ulimulika sura ya Twizzler. Lamba alipigwa na butwaa. Hakuona binadamu wa kawaida. Aliona kiumbe chenye macho yanayotoa mwanga wa kijani na kucha zinazong'aa kwa damu ya mzee Mateso. "Wewe ni nini?" Lamba aliuliza, sauti yake ikitetemeka kidogo licha ya ujasiri wake. "Twizzler, najua ni wewe. Rudi katika hali yako ya kawaida." Twizzler alihisi ile hirizi ikichoma kifuani mwake kama pasi ya moto. Ngozi yake ilianza kuwasha. Alihisi funza wakianza kutaka kuchomoza kwenye vidole vyake. Onyo la Sakobi lilikuwa likitimia. Ukikamatwa na binadamu, unarudi kuwa zoga. Twizzler alijua hawezi kupigana na polisi kwa risasi, maana akijeruhiwa na chuma cha binadamu, uchawi wake utavunjika. Alirudi nyuma kidogo, akinguruma kwa sauti ya chini iliyozitetemesha vioo vya nyumba za jirani. "Lamba, usinifuate kama unataka kuishi." Twizzler alinguruma, sauti yake ikiwa na mchanganyiko wa binadamu na mnyama. Ghafla, Twizzler alishika ile hirizi na kuiponda kwa kiganja chake. Moshi mweusi na mzito ulianza kutoka mwilini mwake. Ule moshi ulitanda eneo zima la Masaki, ukizima tochi za polisi na kufanya kila mmoja asione mbele yake. "Pigeni risasi juu, msiruhusu atoroke." Lamba alipiga kelele, lakini alijikuta akikohoa kutokana na harufu kali ya kiberiti na uoza iliyokuwa kwenye ule moshi. Shikamana mbele sasa! Tunashambuliwa! Endelea mbele! Funga pengo, usirudi nyuma! Moshi ulipotulia baada ya dakika 5, eneo lilikuwa kimya. Twizzler alikuwa ametoweka. Mzee Mateso hakuwepo. Badala yake kulikuwa na lundo la majivu tu mahali alipokuwa amekaa. Detective Lamba alibaki amesimama peke yake, akiwa ameshikilia kilemba cha suti ya gharama alichokidaka wakati Twizzler akitoroka. "Hii si kesi ya kawaida," Lamba alisema huku akitazama kile kipande cha kitambaa. "Huyu kijana ameuza nafsi yake, lakini nitampata hata kama itabidi niingie kuzimu." Twizzler alijikuta akiwa ametokea ndani ya lile pango la siri msituni, akiwa hoi na mwili wake ukiwa umeanza kutoa harufu mbaya tena. Malkia Sakobi alikuwa amekaa kwenye kiti chake cha enzi, uso wake ukiwa na ghadhabu. "Umecheza na moto Twizzler," Sakobi alifoka na pango zima likatetemeka. "Nilikuambia usikamatwe. Sasa nguvu ya hirizi imeanza kufifia kwa sababu ya uoga wako mbele ya yule polisi." Twizzler alianguka miguuni mwa Sakobi. "Nisamehe Malkia, yule polisi si wa kawaida, ana macho yanayochoma roho yangu." Sakobi alitabasamu kwa hila. "Detective Lamba ana asili ya kishujaa, damu yake ni safi, na hilo ndilo sharti lako jipya la kulinda utajiri wako. Ili uweze kuwa na nguvu kamili na usigeuke kuwa zoga milele, lazima uniletee roho ya yule anayekuunda. Lazima umuue Detective Lamba." Lakini Sakobi alijua Twizzler anaweza kushindwa nguvu na Lamba, hivyo alimpa msaidizi. "Chukua huyu." Sakobi alinyoosha mkono na mwanamke mwingine mrembo sana akatokea kwenye kivuli. "Huyu ni Zuhura, atakusaidia kumvutia Lamba kwenye mtego wa mahaba, maana mwanamume shujaa haangushwi na panga, bali huangushwa na tabasamu la mwanamke."
Detective Lamba hakuwa amelala kwa saa 72. Kwenye meza yake kulikuwa na faili la Twizzler. Alikuwa amegundua kuwa Twizzler alikuwa mwanafunzi bora wa chuo kikuu, lakini rekodi zake zilipotea ghafla baada ya kukosa kazi kwa muda mrefu. Haiwezekani, yaani haingia akilini. Kuna kitu hakiko sawa, Lamba alimwambia msaidizi wake. Inawezekanaje kijana aliyekuwa akishindia mihogo miezi 3 iliyopita leo anamiliki magari ya mabilioni na kampuni? Hii si biashara, huu ni muujiza au mkataba wa damu. Lamba aliamua kuenda kwenye duka la ushonaji ambako kile kipande cha suti kilikotoka. Alitaka kupata anwani kamili ya makazi ya sasa ya Twizzler. Wakati Lamba akitoka ofisini usiku huo, mvua kubwa ilianza kunyesha. Akiwa anaendesha gari yake kuelekea nyumbani, alimwona mwanamke mmoja mrembo akiwa amesimama kando ya barabara, gari lake likiwa limeharibika na kutoa moshi. Huyu alikuwa Zuhura. Alikuwa amevaa gauni jekundu lililoloa mvua, likimfanya aonekana kama malaika aliyepotea. Lamba, kwa asili yake ya kusaidia, alisimamisha gari. "Kuna tatizo gani dada?" Lamba aliuliza huku akishusha kioo. Zuhura aligeuka, macho yake yakiwa yamejaa machozi ya uongo lakini yenye mvuto wa ajabu. "Gari imezima ghafla na simu yangu haina chaji. Naogopa sana kukaa hapa gizani." Lamba alihisi msukumo wa ajabu moyoni mwake. Hakujua kuwa Zuhura alikuwa akitumia nguvu ya uvuto, seduction magic, aliyopewa na Sakobi. Kila neno alilosema Zuhura lilikuwa kama wimbo mtamu masikioni mwa Lamba. "Usijali, mimi ni polisi. Ingia kwenye gari nikupeleke unapokwenda," Lamba alisema, akisahau kwa muda tahadhari zote za kiusalama. "Ingia ndani nikupeleke unapoenda." Asante sana. Wakati huo huo, kwenye lile jumba la kifahari, Twizzler alikuwa akiteseka. Vidonda vyake vilianza kutoa harufu mbaya tena kwa sababu muda wa chakula cha hirizi ulikuwa umepita. Alikuwa anatazama kwenye kioo cha kichawi akimwona Lamba na Zuhura wakiwa ndani ya gari. "Fanya haraka Zuhura, mlete kwangu," Twizzler alinguruma, kucha zake zikikwaruza kuta za marumaru. Alikuwa anajihisi anarudi kuwa yule kijana mnyonge wa kwenye kibanda cha udongo ikiwa Lamba hatuawa usiku huo. "Naomba tupitie kwangu." Zuhura alimshawishi Lamba wafike nyumbani kwake kuchukua koti la akiba kama shukrani. Nyumba ya Zuhura ilikuwa imepambwa kwa namna ya kuvutia na harufu ya udi wa kishirikina ilitanda kila kona. "Detective, unapaswa kunywa angalau kikombe cha kahawa kabla hujaondoka. Umekuwa mwema sana kwangu," Zuhura alisema huku akimgusa Lamba begani. Mguso huo ulimfanya asikie ganzi ya ajabu. Lamba aliketi, lakini asili yake ya upelelezi ilianza kumshtua. Aliona picha ndogo kwenye kona ya meza. Ilikuwa ni picha ya msitu nene na katikati yake kulikuwa na alama ya nyoka mweusi, alama ile ile aliyoiona kwenye ile hirizi kule kwa mzee Mateso. Zuhura alitokea jikoni akiwa na vikombe viwili vya kahawa. Ndani ya kikombe cha Lamba kulikuwa na unga wa mfupa wa simba uliopondwa, dawa itakayomfanya Lamba apoteze fahamu na kuwa mtiifu kama kondoo. Kunywa mpenzi wangu," Zuhura alinong'ona. Lamba alishika kikombe, alikipeleka mdomoni, lakini kabla hajanywa, simu yake ililia. Ilikuwa ni maabara ya polisi. "Bosi, usinywe chochote. Tumegundua kuwa ile harufu ya udongo kwenye sampuli ni sumu inayolegesha ubongo, na tumepata picha ya mwanamke anayeshirikiana na Twizzler. Jina lake ni Zuhura." Lamba aliganda. Alimtazama Zuhura. Zuhura alikuwa akitabasamu, lakini macho yake yalianza kubadilika na kuwa na rangi ya kijani kibichi. Lamba alimtazama Zuhura, kisha akakitazama kile kikombe cha kahawa. Alijua fika kuwa sekunde moja ya uzembe ingemfanya awe historia. "Kuna shida gani detective? Mbona unatetemeka?" Zuhura aliuliza, sauti yake sasa ikikwaruza kama mtu mwenye koo la chuma. Alianza kusogea kuelekea mlango wa kutokea.
akiuziba kwa mwili wake mrefu na wa kuvutia. Lamba alicheka kicheko cha kijanja akijaribu kuficha hofu yake. Samahani Zuhura, nimekumbuka kuwa nina allergy na kahawa ya usiku, lakini nina swali moja, picha ile ya nyoka pale mezani ni ya nini? Zuhura alitabasamu, tabasamu ambalo halikufika kwenye macho yake. Hiyo ni alama ya bosi wangu, na bahati mbaya detective, umeshaona mengi mno kuliko unavyopaswa kujua. Ghafla, Zuhura aliruka juu kama paka, kucha zake zikawa ndefu na zenye ncha kali. Lamba alipiga mwereka wa kijeshi na kukikwepa kile kikombe kilichovunjika vipande 1000 ukutani. Lamba alichomoa bastola yake, lakini kabla hajafyatua, Zuhura alipiga kelele ya ajabu iliyopasua vioo vya madirisha. Nguvu ya sauti ile ilimrusha Lamba hadi kwenye makochi. Wewe ni kiumbe gani? Lamba alifoka huku akijaribu kutuliza macho yake yaliyokuwa yakiona maluelue. Mimi ni kivuli cha Sakobi, Zuhura alinguruma na macho yake yakawa meusi tupu bila sehemu nyeupe. Wakati Lamba akijaribu kusimama, mlango wa mbele ulipasuka. Twizzler aliingia ndani akiwa na ghadhabu, lakini huyu hakuwa Twizzler wa kwenye suti. Alikuwa Twizzler ambaye nusu ya uso wake ulikuwa umeanza kuoza tena na mkono wake mmoja ulikuwa na manyoya ya simba. Umefanya kazi nzuri Zuhura, niimalizie mimi, Twizzler alinguruma. Detective, ulikuwa msumbufu sana. Leo roho yako itakuwa dawa ya utajiri wangu usioisha. Twizzler alimnyanyua Lamba kwa mkono mmoja wa kijini na kumshikilia juu ya hewa. Detective, ulikuwa msumbufu sana. Leo roho yako itakuwa dawa ya utajiri wangu usioisha. Lamba akiwa anapigania pumzi yake, alikumbuka kitu kimoja alichopewa na bibi yake kule kijijini, pingu za kizamani zilizobarikiwa na maji ya chumvi. Alizichomoa kiunoni na kumfunga Twizzler kwenye ule mkono wa manyoya. Tis! Sauti ya kitu kinachoungua ilisikika. Twizzler alipiga yowe la maumivu na kumwachia Lamba. Ile chuma ya pingu ilikuwa ikimchoma kama moto wa jahanamu. Chuma, nachukia chuma safi, Twizzler alipiga kelele huku akijaribu kuzing'oa zile pingu, lakini kila alipojaribu, nguvu ya hirizi ilikuwa ikipungua. Lamba hakusubiri maajabu mengine. Aliruka dirishani na kuingia kwenye gari lake. Alikanyaga mafuta kwa nguvu zote, huku akisikia vicheko vya Zuhura na mgurumo wa Twizzler nyuma yake. Alipofika mbali kidogo, alitazama kwenye kioo cha nyuma. Hakukuwa na nyumba ya Zuhura, palikuwa na uwanja wa wazi tu na magofu ya zamani. Lamba alisimamisha gari, akitokwa na jasho la baridi. Aligundua kuwa amekuwa akipambana na majini katikati ya mji. Ndani ya yale magofi, Malkia Sakobi alitokea ghafla akiwa na hasira kali kuliko awali. Alimpiga kofi Twizzler lilomrusha mita kadhaa. Umeshindwa kumuua binadamu mmoja, sasa huna chaguo lingine, Sakobi alinguruma. Detective Lamba sasa amejua siri yako. Ili ujilinde, lazima uitoe kafara familia yako mwenyewe. Ile damu iliyokuzaa ndiyo itakayoziba pengo la roho ya Lamba. Ukikataa, kesho asubuhi utakuwa funza mbele ya mpenzi wako wa zamani. Twizzler alitetemeka. Familia yake pekee iliyobaki ilikuwa ni mama yake mzazi, anayeamini mwanawe ni mfanyabiashara mkubwa mjini. Je, Twizzler atakubali kumuua mama yake mzazi ili asipoteze utajiri na maisha yake? Na Detective Lamba, baada ya kuona maajabu yale, atatumia mbinu gani za kisayansi kupambana na adui asiyeonekana? Usiikose sehemu inayofuata, kwani ndipo tutajua ni nini kitatokea mbeleni. Mpaka kufikia hapa, ndiyo mwisho wa sehemu ya 3. Weka maoni yako kwenye comment hapo chini. Mtunzi na mwandaaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika sehemu inayofuata.